Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya ng'ombe. Usidanganyike kirahisi. Una nguvu ya kukujulisha jambo ila unaikataa. Kupanga na kupangua. Kutojua lipi ni sahihi. Kuikumbuka pesa ulioihifadhi sehemu. Ndugu zako watakuwa na kutaja sana. Mtu kupata tatizo ambalo ulishawahi kulipitia. Kutumiwa pesa. Uwepo wa mtu utajirudi tena kwako. Nyota ya mbuzi. Utakuwa mwenye mashaka. Kuona hisia zako zilikuwa sahihi kabisa kwa kitu. Kuchukia kudanganywa. Kupata maelekezo ya utumiaji wa kitu. Kuona mtu anajituma zaidi kwa ajili yako. Moyo wako utakuwa wenye kusita. Usifanye kitu ambacho huna uhakika nacho au kujihisi hali ya hofu kubwa sana. Kitu kuripuka karibu yako. Kuwazia madeni au pesa unayoihitaji. Nyota ya mashuke. Kutafuta kitu kwa muda mrefu kikiwa kipo karibu yako. Kuiombea mvua inyeshe na ikanyesha kweli hata kwa matone. Kupunguza mambo yaliyokuwa na kutatiza kichwani mwako. Kutojibu jumbe ya mtu, alafu baadaye utamtafuta tena. Kupoteza pesa kwa uzembe. Kumfikiria mwenye mapenzi ya kweli kwako. Nyota ya mizani. Kuna mtu utashindwa kuelewana naye kabisa. Utashangazwa na majibu ya mtu kwako. Kusitisha kitu. Kuna mtu atakuinda kwa ubaya. Unaweza kujihisi homa kweli. Jicho lako kuingia mchanga. Hii itakujulisha kuna kitu kibaya kinachokuzunguka. Usichoke kujipambania. Ila hakikisha upo kwenye usawa. Kuna vita kubwa inayokuandama. Huenda ikawa ulijaribu wewe mwenyewe. Kwa baadhi yenu upole na utulivu wenu utakuwa njia bora kuwa na mtu au kupata kitu. Bado heri nyingi ipo mbele yako. Ila utaipata ikiwa umejiandaa kuipokea. Kwa maana wengi vifungo vyenu ndivyo vinavyofanya kuwakosesha mazuri. Kuwa makini na mtoto. Nyota ya mapacha. Jitihada zako mtu kuzionea wivu. Kuacha kuchukia vitu. Kuruhusu moyo wako kuwa na amani. Kutaka kuwa bora zaidi. Kukabidhiwa pesa nyingi uzifikishe sehemu. Kufanya jambo kwa uadilifu. Kujipongeza. Nyota ya ndoo. Kupata kitu au pesa kwa wepesi. Kujivunia jambo. Kutarajia kitu kizuri kiweze kukufikia. Mtu wa karibu kusafiri leo. Kupata muda wa kupumzika. Uhakikisha unatimiza jambo ulilolidhamiria. Nyota ya kaa. Kusitishwa kufanya kitu kabla kutekeleza jambo lako. Maneno ya mtu yatakufanya uwe mwenye ghadhabu. Kuiwazia kazi yako. Kupata toleo jipya la kitu. Mtu kutopokea simu yako. Nyota ya samaki. Kupata hofu na kuhisi mtu anakufikiria vibaya. Utapata habari ya ugomvi wa mtu. Kuihisi harufu nzuri ya kitu. Kumjadili mtu kwa ukimya wake. Kumtabiria mtu jambo litakalomtokea. Nyota ya nge. Kuhitaji kupumzika zaidi. Mtu kuzidi kukupa faraja. Kuisafisha nia yako kwa mtu uliyemchukia. Kuongea na mtu kwa ukali. Kufuta picha zako mtandaoni. Kusikia taarifa za mtu tena. Nyota ya simba. Kuzidi kumuomba Mungu kwenye hali zako unazozipitia. Kutoa pesa sehemu na kuhisi kama umejifunga. Kwa sababu ya mambo kutokuwa sawa kabisa. Usiupime sana mzani wa mapenzi kwa mtu. Kwani anakupenda kweli. Kasoro ndogo ndogo jaribu kuzizoea na kurekebisha panapostahili. Nyota ya mshale. Kukasirishwa na mtu. Kutumia akili ya kumdhibiti mtu. Kuona nyoya sehemu. Itakujulisha kubarikiwa. Kupokea pesa tena. Kulipwa. Kufanya mambo ya umuhimu kwa wakati huu. Kukumbuka upendo wa mtu kwako. Kuangalia picha za mtu mara kwa mara.
Nyota ya punda. Kupokea neno la heri kutoka kwa mtu. Kufananishwa na mzazi wako kwa muonekano au tabia. Kujihisi kupendwa tena. Kujivunia kitu. Kuhisi unastahili kupewa pongezi kwa jambo fulani. Ongea yako ya utani mtu ataikuza au kufanya kitu kweli. Kusalimiana na mtu mara nyingi, yaani zaidi ya mara moja. Kumzoesha mtu matumizi ya kitu fulani. Kuchaguliwa kumtembeza mtu sehemu nzuri. Kutokana na ujanja wako au kujua sehemu nyingi. Talanta yako itakuwakilisha vyema. Uuzaji. Ikiwa ni mfanyabiashara tarajia kitu kizuri kutokea kwako. Kuhesabu mapato ya kitu mara kwa mara. Kwa baadhi yenu changamoto mnazozipitia zitafanya ujue vingi vya kujitahadharisha navyo. Kujifunza mambo mapya. Kutarajia kuhama au kwenda sehemu. Mtu kukufanyia jambo litakalo kuuma. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.